Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amejikuta akiwa amenaswa katika mzozo dhidi ya Iran, lakini bila kupata njia yoyote inayoweza kuonekana kuwa inavutia katika kumnasua. Rais huyo wa Marekani ambaye wakati fulani aliingia katika mazungumzo ya kutafuta njia ya suluhu dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, alikuja na mipango mingine ya kuanzisha vita dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, huku akisema kwamba mipango yake sasa si tu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Iran haiwi na silaha za nyuklia, lakini pia kuhakikisha anaondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alijiunga na Israel mnamo Februari 28 kuanzisha vita ambavyo aliamini vingeweza kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku wanajeshi wake wakianza kulenga viongozi wakuu wa serikali, ikiwa ni pamoja na Ayatollah Al-Khamenei pamoja na makamanda wakuu wa kijeshi katika taifa hilo la Kiajemi. Marekani na Israel ziliamini zimeshashinda katika vita hivi, na rais wa Marekani Donald Trump alitangazia dunia kwamba ameshashinda katika vita huko nchini Ukraine, lakini ilikuwa tofauti na kile alichokifikiria. Sasa rais huyo wa Marekani ameingia katika kinamasi katika vita hivyo nchini Iran, ambapo sasa anashindwa kutoka. Hasa kikubwa ni katika mlango bahari wa Hormuz, ndicho kitendawili kilichobaki anachoshindwa kukitegua. Hatimaye kuja na njia nyingine ya kusema kwamba anataka kuingia katika mazungumzo na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Tehran bado ina kadi bora zaidi katika udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Katika mazingira kama haya, kiongozi wa Marekani ana chaguzi kadhaa, lakini hakuna hata moja ambayo inaweza ikaleta matumaini. Chaguzi zote kwake ni hatari. Kwanza, moja kati ya chaguzi zake ni kuyataka majeshi yake kuongeza mashambulizi ya anga, jambo ambalo litaongeza vita hivyo, na kwamba Iran itaendelea kufanya mashambulizi na kuharibu miundombinu ya kijeshi pamoja na rasilimali zote za Marekani. Lakini pili ni kuhakikisha urambazaji salama katika mlango bahari wa Hormuz, ambao kwa kiasi kikubwa upo chini ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kuna idadi ya wanajeshi wengi ambao Iran imewaandaa kwa ajili ya kulinda mlango huo bahari wa Hormuz, huku Marekani ikipeleka wanajeshi zaidi ya 4500 kulinda mlango huo bahari wa Hormuz. Lakini pia kutumwa kwa askari wa ardhini nako ni moja kati ya matamanio yake, lakini kunaweza kumaanisha kwamba hii itaweza kumuathiri kwa kiasi kikubwa, na Iran imeapa kwamba wanajeshi wote ambao wataingizwa katika nchi hiyo ya Kiajemi watakumbana na hali ngumu mno, lakini pia kufungua mlango wa vita visivyo na mwisho, jambo ambalo Trump amekuwa akipinga. Na amekuwa akipinga hili kutokana na kwamba hasara inakuwa kubwa mno na pesa nyingi za walipa kodi zimekuwa zikitumika katika vita hivi. Kando na hayo, ikiwa Marekani itaamua kujiondoa katika mzozo huo, washirika wake wa Ghuba wataachwa ana kwa ana na Iran iliyoimarika, na hivyo washirika wake kutokuwa na imani na Marekani. Na wakati huu wachambuzi wa mambo wanaonya na kuongeza kuwa iwapo vita hivyo vitamalizika bila ya kuweka udhibiti wa hifadhi ya Iran ya madini ya uranium iliyorutubishwa sana, Tehran itaweza kuunda silaha za nyuklia wakati fulani. Marais mara nyingi wanakabiliwa na migogoro isiyokuwa na suluhu nzuri, lakini ni wachache wanajikuta katika hali mbaya ambayo Trump amejiingiza. Kituo cha TV cha CNN kilibaini. Hata hivyo, washirika wa Marekani wamejiepusha kabisa na vita hivyo. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na mataifa mengine kama vile Italia na hata Uturuki wamejiepusha na mzozo huo unaendelea katika eneo hilo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa upande wake alisema nchi yake haina nia kujihusisha na mzozo uliopo katika eneo la Ghuba. Anasema, tumedhamiria kuiepusha nchi yetu kutoka katika mzozo huu wa moto, kwa maana vita vya Ghuba. Hatutaki mzozo huo ugeuke kuwa vita vya ugomvi kati ya nchi za eneo hilo. Leo hii Uturuki inafanya maamuzi huru kwa mujibu wa vipaumbele vyake, Erdogan alisema baada ya mkutano wa baraza la mawaziri kujadiliana hali katika Ghuba. Lakini alibainisha kuwa pande zinazohusika katika vita hivyo zinatumia hila za kuingiza nchi nyingine katika mzozo huo, lakini Uturuki inaona mitego hii na inafanya kazi kwa tahadhari, busara na kwa kichwa baridi. Kwa upande wa mataifa mengine ya NATO yaliweka wazi kwamba hayakuhusishwa katika vita hivyo na hivyo hayawezi kuingia katika mapambano dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.